Je, umewahi kukutana na mtu ambaye anataka sana kujua kuhusu Mungu? Mtu ambaye anataka sana kusikiliza mambo ya dini, anataka sana kusoma vitabu vya dini kama vile Qurani, Biblia, Talmud na vinginevyo? Je, umewahi kukutana na mtu ambaye anakariri sana aya kutoka kwenye vitabu vya dini na mambo ya imani? Ikiwa ndiyo, hiyo ni ishara ya kwamba umekutana na mtu ambaye aliye na aina ya 9 ya akili inayoitwa akili ya kiimani, ama wengine wanaita akili ya kifalsafa, existential intelligence. Hii ni aina ya 9 ya akili iliyozungumzwa na Howard Gardner. Karibu sana katika Daily Wisdom Series, kipindi ambacho tunakufundisha namna ya kugundua vipaji vyako na kuvigeuza kuwa ajira ili kwamba vipate kukulipa. Kwa hivyo hapa tuko kwenye episode ya 15 toka tulipoanza, na leo ninakukaribisha. Karibu. Aina hii ya akili ni aina ya akili ambayo imezua mgogoro sana katika ulimwengu wa sayansi ya saikolojia, kwa sababu wanasaikolojia wengi sana wanaamini ya kwamba aina hii ya akili haina umuhimu wa kuwepo, kwa kuwa aina ile ya akili ya kimantiki imeshazungumzwa tayari na Howard Gardner, na aina ile ya akili ya kifalsafa nayo ikazungumzwa na Howard Gardner. Kwa hivyo wakaona kwamba Howard Gardner hana tena umuhimu wa kuweka aina hii ya akili kwenye orodha ya zile aina 9 za akili. Na kitu hiki kinazungumzwa sana, lakini katika mwaka wa 1999 ndipo Howard Gardner aliweka aina hii ya 9. Baada ya kuzungumzia aina 8 kwa mara ya kwanza, akaongeza aina hii, na hii inazungumziwa sana katika kitabu chake kinachoitwa Reframed Multiple Intelligences for 21st Century. Kwenye kitabu hicho unaweza ukasoma sana kuhusu aina hii ya 9 ya akili. Kuna kitu ambacho amekigundua ambacho labda wengine hawajakigundua, naamini watakigundua pengine baadaye. Yeye anasema ya kwamba ni kweli kwamba aina hii ya 9 ya akili ambayo ni akili ya kiimani inaweza ikawa na sehemu ndogo kwenye aina ya akili ya kimantiki, inaweza ikawa na sehemu ndogo kwenye aina ya akili ya kifalsafa. Ila tofauti yake ni kwamba aina hii ya 9 inajikita sana katika maswali ya uwepo wa Mungu, inajikita sana katika maswala ya uwepo wa binadamu duniani, pale ambapo mwanadamu anajihusisha sana katika kujua ni nini maana yake ya yeye kuwa duniani na umuhimu wake, nafasi yake katika viumbe vingine, ni nafasi gani aliyo nayo. Kwa hivyo hiyo inampelekea binadamu kuwa na ule upendo wake sana katika mambo ya imani, katika maswala ya dini. Zipi sifa za kutambua mtu aliye na aina hii ya akili? Ikiwa mtu atakuwa na aina hii ya akili, kuna sifa za kumtambua kama nilivyotangulia kusema kwenye kiingilio. Sifa ya kwanza ni kwamba anataka kujua sana kuhusu Mungu. Kitu kingine, anataka kujua kuhusu uwepo wake duniani. Anataka kujua kuhusu nafasi na thamani ya binadamu kwenye dunia hii. Utamuona anataka kusikiliza sana masuala ya dini. Anaweza akasikiliza kwa muda mrefu bila kuchoka. Utamwona mtu yule anasoma sana vitabu vya dini kama vile Biblia, Talmud, Qurani na vinginevyo. Kwa hivyo utagundua ya kuwa mtu akiwa na aina hii ya akili, basi anaweza akajikita sana katika masuala ya dini kuliko masuala mengine yote. Anaweza kujikita katika masuala sana ya kifalsafa, aelewe hasa umuhimu wa Mungu kuwepo, umuhimu wa kuelewa kuhusu nafasi yake duniani. Kazi gani anazoweza kuzifanya mtu aliye na aina hii ya akili? Mtu aliye na aina hii ya akili anaweza kuwa ni mwanafalsafa mzuri, anaweza kuwa ni mwanatheolojia mzuri, anaweza kuwa ni mwanadini mzuri, mwanzilishi wa dini mzuri, mwanazuoni mzuri ambaye anajua kufikiria kuhusu masuala ya imani. Kwa hivyo ukiona mtu kama na yule, anaweza pia kuandika vitabu vinavyohusu masuala ya imani, anaweza kaandika vitabu vinavyohusu Mungu, anaweza kuandika vitabu vinavyohusu dini, anataka sana kusoma maisha ya manabii na mitume. Kwa hivyo kazi anazoweza kuzifanya baada ya kuzigundua, ninataka na wewe ujiulize, je, mimi sifa zilizotajwa hapo ninazo? Na ikiwa ndiyo, ina maana ninaweza kutengeneza ajira na huduma. Unaweza kuandika vitabu, unaweza kuwa mwalimu mzuri wa dini, unaweza kuwa mwanafalsafa mzuri, unaweza kuwa mwanatheolojia mzuri. Kwa hivyo sijui tangu sasa wewe utachukua hatua gani na utaamua kufuatilia kipi katika zile ambazo tumezitaja hapo. Mimi nitafurahi kusoma kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu. See you. Lakini jifunze.